Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Ndugu zangu, kuomboleza kwa Wakristo ni tofauti na njia ya mataifa. Yesu Kristo alituzuia kulia kama watu wasio na tumaini. Kuomboleza kwa Kikristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi wa mauti na zenye matumaini, pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu mchungaji Thomas Kadihira ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya uso wa Mungu Mwenyezi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba hivi: tangu milele na hata milele ndiwe Mungu, wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Wagarikisha kwa kama usingizi, asubuhi wa kama majani ya meayo, asubuhi yachipuka na kumea, jioni ya katika. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana utupe amani. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni wa maneno hayo. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu,
maana sharti amiliki yeye, atawaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye haniaminie mimi, hajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe. Historia ya mchungaji Thomas Butakirana Kadihira, leo tarehe 22 mwezi wa 4 2025. Kuzaliwa na ubatizo. Mchungaji Thomas Butakirana Kadihira alizaliwa tarehe 1 Januari mwaka 1940 katika kijiji cha Katembe, kitongoji cha Rushe, wilaya ya Karagwe. Wazazi wake ni hayati Kadihira Butakirana na Elizabeth Kizani. Mchungaji Thomas Butakirana Kadihira alibatizwa tarehe 17 mwezi wa 8 1952 katika mtaa wa Runyaga, usharika wa Rukajange wakati huo, na mdhamini wake wa ubatizo ni hayati Petero Rukomeza. Alibatizwa na mchungaji hayati Andrea Mwiruki na kupata kipaimara tarehe 6 mwezi wa 9 1957 katika mtaa wa Kaisho, ambayo ilitolewa na hayati mchungaji Paulo Mgangara. Elimu. Mchungaji Thomas Butakirana Kadihira alisoma shule ya msingi Nyabwegira na kuhitimu mwaka 1954. Baadaye alisoma kozi ya uinjilisti katika chuo cha Ruhija mwaka 1958. Kisha kozi fupi ya masomo ya theolojia katika chuo cha Kongwa Dodoma mwaka 1986 na kupata kozi nyingine fupi katika chuo cha theolojia Makumira mwaka 1990. Ubarikio. Mchungaji Thomas Butakirana Kadihira alibarikiwa kuwa mchungaji tarehe 12 Desemba mwaka 1982 na hayati Askofu Paulo Mukuta. Ndoa na uzao. Mchungaji Thomas Butakirana Kadihira
alifunga ndoa na Bi Yudes Rwabuhaya tarehe 14 mwezi wa pili 1960. Tarehe 14 wa pili wa siku ya wapenda nao alitumia hivyo. Nayo ilifungwa na mchungaji Ezekieli Balira. Ndoa hiyo imebarikiwa kuwa na watoto 10 ambao kwa mfuatano wao ni Theonesti, Juliana, Theobadi, Tezira, Theodora, Mwesige, Asimwe, Abera, Muhumuliza na Jafeti. Ameacha wajukuu 49 na vitukuu 50. Utumishi wake. Katika utumishi wake kanisani, mchungaji Thomas Butakira na Kadihira alitumika katika dayosisi yetu kwa vipindi tofauti kama ifuatavyo. 1. Akiwa mwinjilisti alitumika Nyakajwenge mwaka 1957, Katera mwaka 1959, Murongo mwaka 1960, Maguge ya Kianga mwaka 1962 mpaka 65, Runyaga Kinyinya Rukajange mwaka 71 mpaka 76, Katembe Kihanga mwaka 1981 mpaka 82. Na 2, akiwa mchungaji alitumika kwa nyakati tofauti katika sharika za Kihanga, Mazinga, Nyakatuntu, Bisheshe mara 2, Runyaga na kumalizia usharika wa Nyabwegira mwaka 2000 alipostaafu. Sifa zake. Mchungaji Thomas Butakira na Kadihira alikuwa na sifa nyingi. Hapa nataja chache. Mojawapo ni kwamba alikuwa ni mtunzaji kumbukumbu mzuri. Aliweza kutunza historia kichwani mwake na hivyo kuweza kuwasimulia mambo yaliyopita wale wa sasa. Na kila alipozungumza maneno angalau matatu aliweza kukazia kwa kusema Orweshonga, hadi wajukuu wake wakambatiza jina la Mzee Shonga. Kuugua na kifo. Mchungaji Thomas Butakira na Kadihira alianza kuugua mwezi Septemba mwaka 2024 alipolazwa Nyakanga hospitali akiwa anasumbuliwa na shinikizo la damu. Tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2024 alirudishwa hospitalini akiwa amepata kiharusi, kwa kinyambo stroke. Alilazwa tena pale Nyakanga hospitali, akapatiwa huduma na kisha kuruhusiwa kurudi nyumbani Rushe alikoendelea kuhudumiwa na familia. Siku ya Alhamisi Kuu tarehe 17 Aprili 2025 alirudishwa hospitalini Nyakanga kwa kuwa alikuwa ameishiwa nguvu kiasi cha kutoweza kula wala kunywa. Alipatiwa huduma za tiba lakini hakuweza kupata nafuu hadi alipoitwa na Mungu majira ya saa 10 asubuhi ya tarehe 18 Aprili 2025 akiwa na umri wa miaka 85. Shukrani. Kanisa la Kinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe na familia nzima ya mchungaji Thomas Butakira na Kadihira inapenda kutoa shukrani nyingi kama ifuatavyo. Tunamshukuru Mungu wetu kwa jinsi alivyomuita mchungaji Thomas Kadihira na kutumika katika kanisa lake. Tunamshukuru mke wake Mayudesi kwa kumtunza na kumuuguza mume wake kwa kipindi chote cha kuugua kwake. Pamoja naye tunawashukuru watoto na wajukuu wake kwa kumtunza pia. Tunalishukuru kanisa la Mungu, hasa usharika na jimbo la Kituntu kwa kumtunza mchungaji Thomas Butakira na Kadihira kiroho, hasa katika kipindi chake cha kuugua. Tunashukuru sana baba askofu, wachungaji, masista na wainjilisti wote na wananchi wote pia kwa kufika kustiri mwili wa mchungaji mwenzetu.
Mungu awajalie nguvu mpya na baraka tele katika utumishi wenu. Majirani wote na wanarushe, tunawashukuru kwa jinsi mlivyoishi na mchungaji na hata kipindi cha kuugua kwake. Hospitali zote zilizohusika kumhudumia mchungaji wakati wa kuugua, tunatoa shukrani nyingi. Waombolezaji wote, tunawashukuru kwa kutenga muda wenu na kufika kufarijiana katika kipindi hiki kigumu. Bwana alitoa na sasa ametoa, jina lake na lihimidiwe. Amina. Wapendwa katika Bwana, neno la faraja tunalipata kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 19 mpaka wa 23. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 19 mpaka wa 23. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine neno la Mungu. Wapendwa katika Bwana, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ndugu zangu wapendwa, familia ya mchungaji Thomas Kadihira, wapendwa waombolezaji nyote, siku ya Ijumaa Kuu tarehe 18 mwezi wa 4 asubuhi, tukiwa tunaelekea katika ibada za mateso na kifo cha Bwana Yesu na hatimaye mazishi saa 9, mchungaji Thomas kama mlivyosikia aliitwa mbinguni. Sisi sote tumekusanyika hapa kusherehekea maisha yake na hasa yale ya utumishi. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kuwapeni pole nyote, nikianza na mjane wake Mayudesi, watoto wake wote kama tulivyotambulishwa, lakini pia kuna wajane waandamizi akina mchungaji Alisi, akina Pisi, akina Beati, nao tunawapa pole. Kutokana na shughuli nyingi tulizokuwa nazo kwa ajili ya Pasaka, tulidhani tungemlaza haraka sana mzee wetu kesho yake, siku ya Jumamosi, ili tuweze kuendelea na maadhimisho ya Pasaka. Lakini mchungaji Tobadi hakutupa nafasi hiyo ya kumlaza haraka, na sisi tukatii kwamba tumlaze leo. Ndio maana tunalazimika kumlaza asubuhi, kwa sababu tuna shughuli nyingine kule Nkwenda. Baadaye tukiwa katika kikao cha maandalizi ya siku hii, mtani wake mchungaji Theobadi akasema maneno haya:
Akasema inawezekana mchungaji Theobadi anafikiri kwa vile mzee kaitwa siku ya Ijumaa kama Yesu Kristo, anafikiri anaweza kufufuka Jumapili asubuhi. Kwa hiyo kumzika Jumamosi sio sawa. Naweza kuwa tumemuaisha wakati angefufuka kesho yake Jumapili. Mchungaji Thomas hakufufuka Jumapili. Na leo tunamlaza ndani ya nyumba yake ya muda akisubiri ufufuko wa siku ya mwisho. Tumaini la ufufuko bado lipo. Yeye Tomasi alimwamini Bwana Yesu na kumtumikia kwa moyo wake wote. Kwa hiyo mchungaji Tomasi ni mrithi halali wa haki zote za Bwana wetu Yesu Kristo. Alibatizwa kama mlivyosikia, kama ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alibatizwa. Ameyashiriki mateso yake kama ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa. Na leo anashiriki kifo chake kama Kristo alivyokufa. Tunaamini kwa sababu hiyo Kristo atamfufua Tomasi siku ile ya ufufuo. Hii yamaanisha mchungaji Tomasi hakuishi bure na hakufa bure. Atafufuka kama Kristo alivyofufuka. Na waombeni nyote ndugu zangu mliohudhuria hapa, muamini kabisa Yesu alikufa kweli kweli, fofofo. Hakuzimia, alikufa. Na muamini kabisa kwamba Yesu alifufuka kweli kweli. Hakurejewa na fahamu kwamba alikuwa amezimia. Lakini kama kuna watu hapa wanaoamini kwamba Yesu hakufa bali alizimia, kama wapo wanaoamini Bwana Yesu alizimia na baadaye fahamu zikafanya nini? Zikamrudia. Hao nao wanafanya vema. Maana wanashuhudia kwamba Yesu bado yuko hai. Alizimia, baadaye fahamu zikafanya nini? Zikarudi. Kwa hiyo nao hao ni wenzetu. Wanaamini kwamba Kristo bado yuko hai. Na mtetezi wetu, kama tunavyosema, mtetezi wetu Yesu Kristo yu hai milele. Bwana Yesu asifiwe. Awe anaishi porini kama wanavyohubiri, awe alikwenda mbinguni kama tunavyohubiri, awe anaishi mioyoni mwetu kama tunavyohubiri, Yesu Kristo yuko hai hata sasa. Mchungaji Tomasi ni mmoja wa waasisi wa dayosisi yetu. Na kwa ajili hiyo napenda niseme mambo matatu kama njia ya kumwomboleza. Mimi alikuwa rafiki yangu sana. Na kwa sababu kwa bahati mbaya alizaliwa katika ukoo mbaya kuliko koo zote za Karagwe, za Abahutu Baitira, kila tulipokutana ilikuwa ni vicheko na furaha. Nitamkumbuka sana, nitammisi sana kama wanavyosema. Nyama za Arusha sasa zitakosa wanunuzi na walaji. Mchungaji Tomasi napenda nimwomboleze kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, huyu alikuwa ni mwinjilisti misionari. Mwinjilisti misionari. Tunao wainjilisti hata hapa wapo, na leo tunakwenda kukutana nao. Nimeona katika usajili mpaka leo asubuhi tulikuwa na wainjilisti 364. Tutakuwa nao kwenda kwa siku 2. Tunao wainjilisti wengi sana katika dayosisi hii, lakini si wote ni wamisionari. Tunao wainjilisti maofisa,
watawala wanaokaa ofisini kutunza mafaili, kutunza kumbukumbu za ubatizo na kipaimara, kuhesabu idadi ya washirika waliokufa, ndoa zilizofungwa, wanaotoka chini ya marudi, nani ameleta mavuno na nani hajaleta, sadaka na mawekesho. Tunao sana hao. Mwinjilisti Thomas alikuwa mwinjilisti misionari, tena misionari wa Kiatu na Rwagaba. Nikisema Rwagaba si wengi wanaoifahamu hapa. Alikuwa mwinjilisti wa Rwagaba. Alitafuta waamini katika mazingira magumu. Alitukanwa na kudharauliwa. Alichoka. Alifanya bila malipo, tena kwa kipindi kirefu na bila shukurani. Hakuacha kazi yake. Alitoka na kwenda wakati mwingine asiache chochote nyumbani kwa ajili ya wito na mzigo aliokuwa nao wa kutafuta waumini waje kanisani. Huo ndio umisionari. Dayosisi yetu ilipozaliwa mwaka wa 1979 katika hali ngumu sana, yeye pamoja na wenzake 6 waliokuwa wainjilisti wazoefu walikubaliwa na halmashauri kuu bila kusita kubarikiwa kuwa wachungaji bila kwenda chuoni kwanza. Na mwaka 82 kama mlivyosikia, pamoja na wenzake wengi ambao wamemtangulia mbele za haki, mzee akabarikiwa kuwa mchungaji, akiambatana na hayati mchungaji Bwatota, mchungaji Mashusha, mchungaji Mbotera, mchungaji Sarambui. Hawa wote wamekwisha tangulia, na wengine bado wako hai kama mchungaji Amos Daudi na mchungaji Noah Kanwakabo. Ili ni kundi la wainjilisti wa misionari waliowakuta wa misionari wenzao waliowatangulia katika huduma ya uchungaji kama Baba Askofu Nelson Kazoba, Mzee Aporo Ntimba na wengine. Wakafanya kazi katika hali ngumu, katika milima na mabonde, wakati wa jua na wakati wa mvua, wakiwatafuta kondoo waliopotea kuwarudisha zizini. Hii miamba ikitumia miguu, baadaye kidogo baiskeli, na baadaye Honda 110 mnazikumbuka, na gari moja tu katika dayosisi. Waliendesha dayosisi hii mnayoiona sasa kwa bajeti ya shilingi 1.5 kila mwaka. Hivi sasa tunahitaji bilioni 17 kuiendesha dayosisi hii, iliyoendeshwa na miamba hii kwa shilingi 1.5. Waumini walikuwa 30,000 wakati wanaanza kazi. Sasa tuko 300,000 na mambo mengine mengi mnayoyafahamu. Ni kiatu na mdomo wa huyu mzee aliyelala mbele yetu pamoja na wenzake waliofanya kazi hii kubwa. Sisi tuliokuja baadaye tunajenga juu ya msingi wa hawa wazee. Hakuna jipya tulilolileta bila msingi wa wazee hawa. Jambo la pili, Mzee Thomas alikuwa mtu wa watu, tena watu wa hali zote kama neno la Mungu lilivyoshuhudia. Kama anavyoshuhudia Mtume Paulo, Mchungaji Thomas aliishi na kuendana na watu wa jinsi zote, wa hali zote, wa dini zote, bila kuwalazimisha wawe kama yeye na bila yeye kubadilika kuwa kama wao. Katika maisha yake ya kuishi hapa kijijini ambako Waruteri nafikiri ni minority, si ndio? Waruteri ni wachache sana hapa. Kuna ndugu zetu wa Katoliki wengi pamoja na ndugu zetu wa Islamu. Aliishi katikati yao bila kukwazana nao. Sikuwahi kupokea malalamiko yoyote kwamba Mchungaji Kadihira
anakwenda msikitini na viatu. Sikuwahi kusikia. Aliheshimu dini za wengine. Hata kama wengine naona wamekuja kwenye ibada yake na kofia zao bila kumheshimu, hiyo ni juu yao na waachia wao na Mungu wao. Huu ni umisionari kama anausema Mtume Paulo. Wa aina yake. Kwa matajiri alionekana tajiri. Kwa maskini akawa maskini kama wao. Akikutana na wabishi, alikuwa ndiyo mwenyekiti wa wabishi, mchungaji huyu. Na alipokutana na wajinga, usingetambua kwamba yeye anajua lolote. Naye alikuwa mjinga sawa sawa na wao. Na kwa njia hiyo akawapata wengi. Wakawa marafiki zake, wakawa ndugu zake. Na ndio maana wengi mnawaona wamefika hapa kwa ajili ya mzee huyu. Jambo la tatu, hakuwa mtu wa kufuata mkumbo. Mwaka 1990 kama mlivyosikia katika wasifu, aliletwa Makumira kwa kozi fupi. Na mimi nilikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 wakati ule, wa 4. Alipofika pale chuoni, alikuta chuo kimepamba moto na joto liko kali sana. Kulikuwa na mgomo mkubwa huko njiani kulipuka pale chuoni. Baada ya wiki 2 tangu afike, mgomo ukalipuka, ukihusisha chuo kizima. Mchungaji Mtungile yuko hapa anakumbuka. Yeye kwa hofu alinifuata chumbani kwangu. Karibu anatoa machozi. Akaniambia, "Shemasi, mimi si vimo." Ndicho Kiswahili alichotumia. "Shemasi, mimi si vimo." Nikamuuliza, "Wakati tunapitisha patano la kugoma, si ulikuwepo?" Akasema, "Ndio nilikuwepo. Lakini nilidhani ni vyenu nyie wakozi ndefu, sio sisi." Nikamwambia, "Basi nenda kafunge mizigo yako, urudi Karagwe." Akasema, "Askofu na anyita." Nikamshauri nikasema, "Basi ugua, ulale kitandani, ujifanye uhusiki na mgomo huu." Akarara siku nzima kutoka nje. Nilichojifunza kwake kwa tendo hilo, na baadaye nikaja kukiona nikiwa katibu mkuu, na baadaye kuwa askofu wake, nilichokuja kujifunza kwake, halikuwa afuati mkumbo. Alitaka aelewe na aamue mwenyewe kufanya analotaka kufanya nini? Kufanya. Jamii yetu hivi sasa imejaa wafuata mkumbo. Machawa na makunguni yamejaa kila mahali. Jamii inaangaimia, wao wanaangalia matumbo yao. Dhuluma inatawala, wao wanaangalia itikadi zao, wanaangalia dini zao, wanaangalia madhehebu yao, wanaangalia familia zao na marafiki zao. Akina Thomas wasiofuata mkumbo wamebaki wachache katika jamii yetu. Mtume Paulo anawashuhudia watumishi wa Injili kuwa wa kweli na wanyenyekevu. Anasema, nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Mzee wetu Tomasi, tangulia, sisi tuko nyuma yako. Umeacha alama ya utumishi uliotukuka katikati yetu. Umeacha makuhani katika nyumba yako, na hili ni la kutia moyo. Kazi yako itadumu milele, na hili ndilo neno la Mungu. Tomasi, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo
tangu sasa na hata milele. Amina. Sasa twendeni tukamzike huyu ndugu yetu mpendwa wetu, mtumishi wa Mungu, kwa amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependezwa kwa rehema zake nyingi kumwondoa huyu mwenzetu mchungaji Thomas Kadihira katika maisha haya, sisi tunauweka mwili wake ardhini. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kuwa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo Mwokozi wetu atakufufua siku ya mwisho. Amen. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.